Bwana Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Kuna kitu nataka tujifunze kwa habari ya Absalom, namna ambavyo alirubuni mioyo ya watu wa Israeli. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa pili, lile fungu la sura ya 15, sura ya 15, nianze kusoma fungu la kwanza ili uweze kunipata. Maandiko yanasema hivi: baada ya muda Absalom akajipatia magari ya vita na farasi pamoja na watu 50 wa kupiga mbio mbele yake. Tayari alikuwa ashaanza kutengeneza jeshi la watu 50. Lakini ukiangalia fungu la pili, akawa anaamka asubuhi na mapema na kusimama kando ya barabara inayoelekea kwenye lango la mji. Wakati wowote alipokuja mtu yeyote mwenye mashtaka yanayohitaji kuletwa mbele ya mfalme kwa maamuzi, Absalom naye angemwita na kumuuliza, wewe unatoka mji upi? Naye angejibu, mtumishi wako anatoka katika mojawapo ya makabila ya Israeli. Sasa Absalom anatengeneza kitu cha kukamata mioyo ya watu wa Israeli ili watu wamwelekee yeye. Na moja kitu ambacho au triki ambayo Absalom aliitumia ni pale watu walipotaka kuleta mashtaka au hoja kwa mfalme, kabla hawajafika kwa mfalme, yeye aliwazuia. Akawasikiliza nini ambacho wanakitaka kwa mfalme, na mwisho wa siku akawa anazungumza nao. Maandiko anasema akawa anazungumza nao mara kwa mara. Sasa kwenye fungu la 3 ona kitu kilichokuja kutokea. Kisha Absalom angemwambia, tazama, malalamiko yako ni ya haki na sawasawa, lakini hakuna mwakilishi wa mfalme wa kukusikiliza. Kwa maana nyingine, anawaambia watu wa Israeli ambao walikuwa wanamletea mashtaka ya kwamba mfalme na wasaidizi wake hawajaweka mpango mkakati wa kuwasikiliza. Ni kweli mna shida, ni kweli mna changamoto, lakini hawa watu hawajaweka mpango mkakati wa kuwasikiliza. Kwa maana nyingine, anasema kwamba yeye ana uwezo wa kusikiliza na kutatua changamoto za kila mmoja. Ndicho ambacho alikuwa anajaribu kuambia. Anajaribu kutuma ujumbe ndani ya mioyo yao, anatuma ujumbe ndani ya fahamu zao, ili waweze kujua tu kwamba kwa namna ambavyo mfalme ameshindwa kuwatetea, ameshindwa kutoa haki na ameshindwa kuwasikiliza. Ndicho ambacho Absalom alikuwa anajaribu kukitengeneza. Lakini angalia kwenye fungu la 4, Absalom aliongeza, laiti tu ningeteuliwa kuwa mwamuzi katika nchi, ndipo kila mmoja mwenye mashtaka au shauri angekuja kwangu, nami ningeona kwamba anapata haki. Sasa anaanza kutafuta uongozi kwa nguvu sana. Anasahau namna ambavyo baba yake Daudi alipata uongozi, namna ambavyo Mungu mwenyewe ndiye aliyemchagua kuongoza taifa la Israeli. Sasa Absalom anaingiwa na tamaa ya kutaka kuongoza wana wa Israeli, na ndicho ambacho mara nyingi sana huwa kinafanyika kwa wasaidizi watu ambao wanawasaidia viongozi. Kuna baadhi ya watu ambao wamepewa nafasi ya kuwasaidia viongozi. Yeye anachokisema, anasema negative issues kwa bosi wake, ya kwamba bosi, jambo hili hawezi akalitatua, bosi, jambo hili hawezi akalifanya, bosi, jambo hili hawezi akalitenda. Kwa maana nyingine, anatengeneza mazingira fulani hivi ionekane kwamba bosi hafanyi kazi, ionekane kwamba bosi si chochote kile isipokuwa yeye ndiye anayeweza kufanya. Kwa hiyo anatafuta promotion
kwa njia ya hila, anatafuta apate cheo kwa njia ya hila. Na kuna baadhi ya watu ambao wanadhania kwamba kwa kumfanyia hila bosi wake ndivyo ambavyo anaweza akapata promotion, ya kwamba bosi wamdimoti, bosi wamwachishe kazi, halafu akidhani kwamba yeye anaweza akachukua nafasi. My friend, hiyo unajidanganya, unajidanganya kabisa kabisa kabisa. Kama unatumia nguvu kubwa kumsema bosi wako vibaya, kama unatumia nguvu kubwa kukana watu ambao bosi wako anawaongoza ili wewe upate credit, unajidanganya. Na kuna baadhi ya watu ambao mpaka wanaitisha vikao vya siri, yaani hicho kikao hata bosi wake akijui, anaitisha na baada hapo anasikiliza kero, anawasikiliza, na akishawasikiliza anamponda bosi wake mbele ya wale watu, akitafuta kiki, akitafuta credit. Sasa hiyo ni mbaya sana. Huwezi kupata uongozi kwa namna hiyo, huwezi kuinuliwa kwa namna hiyo. Maandiko yanatuambiaje? Anayejiinua Mungu humshusha, anayejikweza Mungu humshusha. Usifanye nguvu kubwa kujikweza. Subiri majira yako yafike, subiri muda wako ufike. Kwa majira yako utainuliwa tu, kwa majira yako utapewa nafasi tu. Usitumie usaidizi wako kutafuta nafasi ya kuwa mkuu. Itakugharimu kwenye maisha yako, itakugharimu kwenye uongozi wako. Na hata kama ukifanikiwa ukaingia kwenye huo uongozi, sure tell you, nakwambia kabisa, itakuhangaisha mno. Wale watu ambao ulikuwa na warobu, hao watu ndio ambao wataanza kusema kwamba bora yule aliyekuwepo, bora yule aliyekuwepo. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeshindwa kuleta matokeo, umeshindwa kuleta kitu ambacho ni cha thamani kwenye maisha yako. Sasa naomba nikushauri rafiki yangu ambaye umepata neema ya kunisikiliza, don't do that. Usitumie usaidizi wako, usitumie nafasi ya usaidizi wako. Uwe ni mchungaji msaidizi, uwe ni uko kwenye idara, uwe ni mzee wa kanisa, uwe ni kwenye kampuni ni unamsaidia bosi, iwe ni kazini unamsaidia bosi, iwe ni kwenye taasisi unamsaidia bosi wako, ni msaidizi wako amekuamini. Usitumie nafasi ya usaidizi wako kumdimoti au kumtengenezea mazingira bosi wako ashushwe chini ili wewe uweze kupanda juu. Don't do that, itakugharimu sana. Absalom alitumia nguvu kubwa kuangusha ufalme wa Daudi, lakini angalia mwisho wake, aliambulia kifo, aliambulia mabaya. Kwa hiyo hicho unachokitafuta, mwisho wa siku utaambulia pabaya mno, utaambulia patupu. Kuna vitu vitaharibika, kuna vitu vitakufa, na kuna vitu ambavyo hutakutana navyo. Kwa nini? Umetumia hila kupata uongozi, umetumia hila kupanda cheo, umetumia hila kuiba mioyo ya watu, umetumia hila ili uweze kukubarika, kitu ambacho kitakugharimu rafiki yangu kwenye maisha yako. Mungu akusaidie sana kuwa mnyenyekevu, kuwa mtulivu. Kwa majira ambayo Mungu ameyapanga mwenyewe, utainuka na kufika mbali sana. Lakini ukitaka kujiinua, principle iko wazi kabisa, utashushwa chini. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church Kisesa Mwanza. Karibu sana. Ibada zetu siku ya Ijumaa ni Ijumaa ya maombi. Kuanzia saa 10:30 tunaingia kwenye maombi mpaka saa 12 ni unstoppable. Lakini siku ya Jumapili huwa ni ibada ambayo inaanza saa 3 kamili asubuhi. Tunakuwa na Bible study, na baada hapo tunaingia kwenye praise and worship, tunaingia kwenye neno, na mwisho wa siku tunafunga ibada yetu saa 6:30. Mungu akubariki sana. Endelea kunifuatilia, endelea kunifollow kwenye mitandao ya kijamii ili uzidi kujifunza na kunufaika
na mafundisho ambayo kwa neema ya Mungu ameyaweka ndani ya